Lakini jambo la pili, unapotoa sadaka, utoe kutoka kwenye moyo uliokunjuka. Moyo wako ukunjuke, utoe kwenye moyo uliokunjuka, moyo wenye ukarimu. Utoe kwa ukarimu, utoe kwa moyo mkunjufu, utoe kwa moyo uliokunjuka. Anasema Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9, anasema, tuanzie mstari wa 6, samahani, mstari wa 6 hadi wa 11, anasema hivi: lakini nasema neno hili, apandaye haba atavunja haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Amen. Turuke tusome mstari wa 10. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote umpatie Mungu shukrani kwa kazi yake. Kile mambo makubwa mmoja na akazia tu hapo: toa kutoka kwenye moyo wa ukarimu na moyo uliokunjuka. Bwana sifiwe sana. Moyo wa ukarimu ni upi? Moyo wa ukarimu ni moyo ambao haupimi, haujiwekei kiwango kwamba najichorea mstari. Ndio maana nasema apandaye haba atavuna haba, lakini atoe kwa ukarimu. Manake kutoa kwa ukarimu si kutoa kwa namna ambayo nimejiwekea mipaka. Ninatoa kwa hili ninavyotoa, yaani natoa kwa ukarimu wangu. Amen. Moyo wa ukunjufu ni upi? Moyo wa ukunjufu ni ule ambao naotoa kwa furaha, sina manunguniko ndani. Ila yenyewe ni hii tu, mimi sijui nitakula nini nikitoka hapa. Hapo unajua unakuwa na manunguniko. Haleluya. Au unatoa tu kwamba mradi tu nitoe. Huo moyo sio mkunjufu. Toa kwa moyo uliokunjuka, utakutana na baraka za Mungu. Lakini toa pia kwa hiari, usilazimishwe. Haleluya. Jambo la tatu, toa kwa hiari. Toa kwa hiari. Nyakati wa kwanza 29:6-9. Biblia inasema hivi: ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida na maelfu na wamamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na dakoni 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 1,000. Na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehova. Ndipo hawa watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu ya ukamilifu wa mioyo yao. Kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Amen. Unapotoa kwa hiari, huwezi kulalamika na kunungunika. Ukitoa bila hiari, huo utoaji huwezi kukutana baraka kwenye utoaji wa jinsi hiyo. Ndio maana hatupigagi sana debe kwa habari ya utoaji. Amen. Ndio maana hatusemagi toa ndugu, toa ndugu, toa. Hamna, kwa sababu kutoa kunatakiwa kutoa kwa hiari. Ila tu sasa tunafundisha ili wewe mwenyewe ujue kwamba natakiwa nitoe kwa namna gani. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama kushukuru natakiwa nimshukuru Mungu. Kama ni zaka natakiwa tunitoe zaka hiari, nikijua kwamba nakutana baraka kwenye zaka. Amen. Tunafundisha tu faida na umuhimu wa zaka. Lakini kama utaki, potelea mbali, unapishana baraka. Lakini sisi tunataka ufanikiwe, tunakufundisha ili ukutane hizo baraka. Kama utaki, potelea mbali. Si ni wewe mwenyewe unapishana baraka. Unapata hela lakini zaka utoe, shauri yako. Lakini tunakushauri kwamba kutana na mbaraka wa Mungu kupitia utoaji wa aina mbalimbali: zaka, shukrani, sadaka za upendo, changizo za ujenzi, vitu, muda, nini. Vyote hivyo nakutana na Mungu.
Unajua kwa nasema hivi, unaweza ukafikiri wanatoaga fungu la 10 tu hao. Kwani wewe upatagi hela? Kwani wewe upatagi hela? Mbona utoi? Kuna ambaye hapati hela, au hakuna ambaye hana vitu. La mwisho, toa sadaka kutoka kwenye moyo uliojaa heshima. Heshima. Toa zaka kwenye moyo uliojaa heshima. Kitabu cha Malaki sura ile ya 1. Wenye kumheshimu Mungu, usitoe tu mradi unatoa. Amen. Sura ya 1 kitabu cha Malaki mstari wa 6 hadi wa 8, tumalizie pale. Anasema hivi, mstari wa 6, mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Kama mimi ni bwana wenu, kicho changu kiwapi? Bwana majeshi anauliza ninyi, enyi makuhani, mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema, tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Maana mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu. Nanyi mwasema, sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. 8. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya, na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa si vibaya. Haya, mtolee liwali wako. Je, atakuwa radhi nawe, au atakukubali nafsi yako? Asema Bwana wa majeshi. Sasa panazungumza heshima yangu iko wapi? Mtoto anamheshimu baba yake. Kama mimi baba yenu, heshima yangu iko wapi? Kumbe heshima, tunapotoa sadaka lazima tutoe sadaka kutoka kwenye moyo wa kumjua kwamba huyu ni baba, nampelekea sadaka kama baba. Moyo wangu uwe umejaa heshima. Kwa hiyo ninachotoa nitoe kitu ambacho hata baba akikiona atasema Yesu mwanangu kaniheshimu. Au heshima ninatoa mimi naogopaga sana ile andiko, nikipeleka shilingi 200, maana yake kumheshimu kwangu mimi Mungu wangu mimi thamani yake ni 200. Amen. Bwana asifiwe sana. Hasa napopeleka 200, kama sina nyingine, hiyo ni ya thamani sana. Kama yule mama ambaye alitoa tu senti kwa sababu alikuwa hana nyingine, Mungu akasema huyu katoa cha thamani sana. Lakini kama nina nyingine alafu nimepeleka tu 200, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo anasema huja ni heshima. Huja itoke kwenye moyo wa heshima, utakutana na baraka. Tunapozingatia heshima, kumheshimu nani? Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Ninaomba ujumbe huu ukusaidie kwamba namna mojawapo ya kukutana na baraka kupitia maisha yako ya utoaji. Tumekuwa tukilalamika, atubarikiwe, mbona baraka jamani, baraka. Huko nyuma tunasema mbona hapa mchungaji hafundishi baraka? Mimi sifundishi baraka. Amen. Mbona mchungaji aombee watu baraka? Mimi siombei watu baraka. Ninakufundisha jinsi ya kukutana na baraka. Amen. Bwana asifiwe sana. Tukatafute baraka kuna kule, nenda na utazipata afu utarudi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hebu jiunganisha na ufahamu, utendee kazi. Utamwona Mungu akiabadilisha maisha yako.